Nipo sasa na viongozi mbalimbali ambao wanapatikana katika maeneo ya Pugu ya Kinyamwezi, lakini pia nataka nimpe fursa dadangu hapa au mamangu aweze pia kuniambia kwanza jina lake, lakini pia nafasi yake, baada hapo tuweze kuzungumza mara matatu. Mamangu, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Hamisa Idi Mauridi, ni mjumbe wa serikali ya mitaa ya Kinyamwezi. Tunafurahia kwa soko hili kufunguliwa kwa sababu mwenyewe na kizimba hapa ni muda mrefu sana. Wananchi wamewekeza hela zao, wamewekeza mali zao, lakini tupo hakuna kinachoendelea. Yaani tupo katika sitafahamu. Lakini tunamshukuru diwani wetu kwa sasa hivi awamu hii anatupigania, anatamani soko liwepo na sisi wananchi tunamuunga mkono. Tumefurahia na wananchi kama wanavyoona wamejaa. Kwa tunamwombea heri na baraka soko letu liweze kufunguliwa. Okay. Na hatuko hapa kwa ajili ya kutweza utu wa watu wengine ambao wameweza kupita. Lakini kwa wewe binafsi unahisi labda Frank Joseph Mang'ati ni diwani wa aina gani? Niseme tu ni diwani wa aina yake kwa sababu yeye ameliona jambo hili. Wengine hawakuliona. Walikuwa wanalipigia vita na halikuwa. Lakini kwa uwepo wake yeye anataka liwe. Kwa kweli tunamshukuru kwa hilo. Sababu tupo katika eneo lao, tupo katika mtaa ambao wao ndio wanausimamia au wanauongoza kwa namna moja au nyingine. Kwanza nataka uniambie jina lako. Kwa jina naitwa Bilal Mohamed Hassan, ni kiongozi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa eneo la Kinyamwezi, na ni kiongozi, ni mwenyekiti wa mazingira katika eneo la Kinyamwezi. Okay, umesema ni mwenyekiti wa mazingira katika eneo la Kinyamwezi. Kwanza tukupe hongera, unafanya kazi nzuri sana. Tumeshuhudia kuna baadhi ya operation mmekuwa mkizifanya katika baadhi ya maeneo katika eneo la Kinyamwezi, mmekuwa mkitenda haki nzuri. Kwanza hongereni sana katika hilo. Asante sana. Nataka sasa uweze kuniambia ndani ya sekunde kadhaa, hili jambo lililofanyika pamoja na diwani Frank Joseph Mang'ati kuja katika eneo ambalo nyie ndio mnaliongoza, kwenu nyie huwa linaleta mtazamo wa aina gani? Kwanza ni jambo la faraja la pekee kwa sababu wapo viongozi ambao wamepita na hawakuweza kulitekeleza hili. Lakini yeye kwa mtazamo wake na Mwenyezi Mungu jinsi alivyomuongoza ni kwa muda mchache, lakini tumeweza kushirikiana naye na ile jambo linaenda kufikia mwisho wa tamati yake, kwamba ni jambo la kumpongeza. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu amuongoze ili tushirikiane naye kama sisi viongozi wa serikali ya mtaa, na ndivyo anavyotuunga mkono, basi na sisi tutakuwa chachu ya viongozi waliopita. Hapa kuna wananchi wa mwanzo kabisa ambao tayari walishapata nafasi za vizimba. Ukiwa kama kiongozi ambao upo katika eneo hili, nini rai yako kwa wananchi hao ambao tayari walikuwa na stakabadhi zao na tayari walishapata vizimba katika eneo hili? Asante sana. Sisi kwanza kama viongozi wa serikali ya mtaa ni viongozi ambao tumekuja kwa mtazamo mwingine kabisa uliopita. Kwanza sisi tunapenda haki na tutasimamia haki ya Wanakinyamwezi. Watu ambao tayari walishaingia katika hivi vizimba, wale wa mwanzo walioingia na ndio watakao kuwa wa mwanzo kupata vizimba katika eneo hili, na watafanya kazi kwa weledi bila kubuguziwa na mtu yote, na sisi tutalisimamia kama viongozi wa serikali ya mtaa, na mimi nitasimamia kama mwenyekiti wa mazingira katika eneo hili. Sisi tunahitaji pawe na mchafuko wa aina yote kwa mazingira yangu. Okay. Kwanza kwa ujumla wewe pamoja na mwenyekiti wa maeneo haya pamoja na viongozi wengine